Katika mwili wa Kristo kwenye makanisa kuna maombi na maombezi ya kuombea nyota, hatima za watu, kurejesha nyota iliyoharibika, iliyoibiwa na watu. Na watu wakuwa wakiuliza maswali mengi walioko ndani ya mwili wa Kristo, yani wenye vipawa vya neema ya wokovu, na hata watu ambao ni wa mataifa wamekuwa wakitaka kujua, je, mtazamo wa Mungu kwa habari ya elimu ya nyota, kutafasiri nyota, kwamba mwezi huu mtu amezaliwa, nyota yake ni ipi na anapaswa kufanya vipi au kuenenda vipi? Je, ni elimu ya kimungu au ni mtazamo wa kimungu au ni roho nyingine za giza au roho za kipepo? Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 19, inasema, tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota na jeshi la mbinguni lote, pia ukashawishiwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu yote. Mungu anazungumza habari ya makatazo ya kunyanyua macho na kuona jua, mwezi, nyota na kuvifanya kuwa miungu. Wako watu ambao dini zao au imani zao zinaabudu Mungu jua, wengine Mungu mwezi, wengine Mungu nyota. Hayo Mungu ameyakataza, tusije tukaviinamia wala kuvisujudia. Wengi wanafundisha na wanatafasiri ile elimu ya kufuata nyota, ambayo kwenye Mathayo sura ya 2 pale, ukisoma Mathayo sura ya 2 utaona wale mamajusi, wale magi, wale ambao ni wanajimu kutoka Persia, kutoka Babylon. Ni wanajimu ambao walikuwa na elimu ya kuinterpret signs. Walikuwa wanaweza wakatafasiri signs unazoziona aidha za nyota, za mwezi au za jua, wanazitafasiri. Wanaongozwa kwa elimu ya unajimu, wakiwafuatilia na kuyafanya mambo. Wanajimu hawa hawakuongozwa na Roho Mtakatifu, maana hawakuwa Wayahudi na hawakuwa watu wa agano la Mungu. Walitokea Persia kule Babylon, na waliongozwa na hiyo elimu ya unajimu, kufuata nyota. Waliambiwa habari na roho za utambuzi, roho za kubashiri. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 10 na 12, na Isaya sura ya 47, Isaya 47 mstari wa 13, kuna makatazo kwa habari ya ubashiri, uchawi, ulozi, kupunga pepo, kupandisha pepo, kuongozwa na roho nyingine nje ya roho wa Mungu. Kuna makatazo ambayo yako pale, na Isaya sura ya 46 mstari wa 9 na wa 10 imezungumza. Mungu mwenyewe anazungumza, anasema, mimi ni Mungu nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Mimi ni Mungu nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na shauri langu litasimama, na nami nitatenda mapenzi yangu. Anamaanisha Mungu waga anatangaza, na tabia kutangaza mwisho. Kumbuka yeye ni mwanzo mwisho, ni mwanzo tena mwisho. Yaani yeye ni Alpha Omega. Hana mwanzo na hana mwisho. Kwa hiyo yeye tabia yake waga hareact. Asubuhi jambo litokee ndio akaanza kureact. Kama wewe unamwamini Yesu Kristo na umefanywa kuwa ni mwana wa Mungu, Mungu hareact anapoona maisha yetu ya leo wala maisha yetu ya kesho. Anaujua mwisho wa hatima yetu tangu mwanzo, na yeye ulitangaza kusudi lake, ulitangaza shauri lake, na shauri lake siku zote hakuna wa kulipinga, na linasimama na kutimiza mapenzi yake. Zaburi 139 mstari wa 16 inazungumza kwa habari ya macho ya Mungu. Anasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika tumboni mwa mama yangu, na mambo yaliyoandikwa kabla hayajatokea. Mungu kuna mambo aliyaandika kwa habari ya mtu ambaye ameumbwa tokea tumboni mwa mama yake. Kuna mambo ambayo Mungu aliyakusudia kwa hatima ya huyo mtu tangu akiwa tumboni hajakamilika. Mungu alishayaandika kwamba huyu itakuwa hivi, huyu itakuwa vile, huyu itakuwa vile. Kwa hiyo wanaoongozwa na roho ya kuinterpret signs, hizi ishara, wengine wanatumia
viganja madhabahuni, kanisani, kwenye mwili wa Kristo. Wanatumia viganja kusoma maisha ya mtu, kutabiri maisha ya mtu. Huo ni ubashiri, huo ni elimu ya unajimu ambayo watu wanaisomea kabisa, na elimu hii inaongozwa na roho za giza, roho za kipepo, roho za kishirikina na roho za kichawi. Sisi tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hatuenendi kwa mwili, kwa kuona, tunaenenda kwa roho. Na kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14, Warumi 8:14 anasema wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kama mimi na wewe tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, mbegu ya neno la Mungu, tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yeye aseme, yeye ajifunue, yeye atuongoze ndani yetu. Hatupaswi kuendesha ibada za mapepo yanayolipuka ndio yatuelekeze namna ya kufanya huduma, ndio yatuelekeze nini kinachotokea. Elimu za namna hizo ni elimu za upunga pepo, elimu za ubashiri na elimu za uganga. Hatupasi kuzifuata sauti nyingine. Kumbuka, shetani ibilisi siku zote ni mwongo, hajawahi kusema kweli. Kwa hiyo kusikiliza pepo linasema nini na kuandika vitabu, au kusikiliza pepo linasema nini na kutoa mafundisho, kumekuwa na tendency siku hizi, mtu anashuhudia elimu za habari au story, fiction stories za kuzimu, kwamba kuzimu kulikuwa hivi. Yaani inachukua muda mwingi sana kuliko hata kulifundisha neno la Mungu ambalo ni nuru, ambalo ni uzima. Watu wamekuwa interested sana kusikia stories za kuzimu, stories za kiganga, kikao hivi. Inapewa muda mrefu sana katika mwili wa Kristo, katika kanisa. Watu wanalishuhudia giza baada ya kumruhusu Roho Mtakatifu kumshuhudia Yesu Kristo. Yesu akasema Roho Mtakatifu atapokuja, msaidizi, atashuhudia habari za Kristo, habari za Yesu Kristo. Hatupasi kuruhusu story nyingine zinazoshuhudia habari za giza. Nuru ili isambazwe, lazima neno la Kristo ambalo ni nuru lihubiriwe, lifundishwe, lifunuliwe, ndio litasambazwa kwenye mioyo ya watu. Elimu ya neno la Mungu, kweli ya Kristo Yesu, ni elimu ya utukufu ambao ni nuru, na giza halijawahi kushinda nuru. Kwa hiyo tukiruhusu elimu na stori za kuzimu, stori za madhabahu za giza, stori za kiganga, sio akafanyaje akapotea, tukachukua nafasi nyingi katika makanisa, zitavutia masikio ya watu, kwa sababu watu wengi wametokea katika background, katika familia za uganga, za uchawi, za ushirikina, katika malezi ya nguvu za giza, za matambiko ya mizimu na elimu za tamaduni. Kwa hiyo watu watakuwa interested kusikiliza hata kama wameokoka na wapo kanisani. Tunapaswa kuruhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 17 pale inazungumza, kuna mambo ambayo macho hajawahi kuona wala masikio hajawahi kusikia wala hajawahi kuwa katika moyo wa mwanadamu. Mambo hayo yanatafasiriwa, yanafunuliwa na yanaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe kama ni mwana wa Mungu, elimu za kuombea nyota iliyoharibiwa, habari ya hatima ya mtu ya nyota iliyopotea, ili ufanikiwe, ili si mambo yako yafanye nini, elimu hii leo imetoka katika madhabahu za giza za waganga kienyeji, imetoka katika mapori na vifisho na mapango. Leo inafundishwa na kuhubiriwa ndani ya suti, ndani ya kushika Biblia na ndani ya kusifu na kuabudu. Elimu hii ni elimu ya kipepo na tunapaswa kuikemea na kuikataa. Hatuongozwi na kuinterpret signs. Kumbukumbu la Torati 4:19 imetuambia hatupaswi kuvinamia wala kuongozwa na mambo ya kubashiri. Yako maandiko mengi kwa sababu ya muda, yako maandiko mengi yamekataza hizi elimu, na ukiangalia Matendo ya Mitume sura ya 16, yuko binti yule ambaye alikuwa anawapa faida mabosi zake, alikuwa na pepo la ubashiri, pepo la utambuzi. Anatoa unabii lakini anaongozwa na roho nyingine, sio roho ya Kristo. Mtume Paulo, watumishi wa Mungu walipomwangalia wakabaini ni roho ya giza inazungumza ndani yake. Inatoa unabii ambao ni accurate, ni sawa, lakini chanzo cha huo unabii, chanzo za hizo taarifa sio Roho Mtakatifu. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 19 kule na kuendelea, inazungumza wale ambao walikuwa na vitabu vya uganga, vitabu vya ubashiri, kama hawa mamajusi. Baada ya kuisikia habari za Yesu Kristo, walikusanya vitabu vyao wakavichoma moto. Kwa hiyo yoyote yule
ambaye anaongozwa kwa elimu ya mwezi fulani nimezaliwa, nyota yangu ni hii, na upo kanisani na unanena kwa lugha mpya na unamsifu Mungu na kumtukuza Mungu, umeingiliwa na elimu nyingine, umeingiliwa na roho nyingine. Hatima yetu ni Kristo Yesu, ni Mungu ndio anaitangaza mwisho wa hatima yetu, ndio anajua maisha yetu. Hatusemi ni elimu kuombea nyota, tunazungumza habari ya kuombea hatima, destiny ya mtu, sio nyota. Hatuinterpret science wala kufuata nyota wala ishara namna yote ile. Wengine wanatumia mikono, wanaambiwa leta mkono wako, watu wanaangalia. Ni sasa watu na wabashiri hawa wanajimu wanaangalia nyota yako, alama za nyota au paji la uso au alama za mwili au vitu ambavyo Mungu ameviumba, jua, mwezi na nyota. Wanatoa tafasiri ya nyakati na majira ya mtu. Elimu hii ni ya kipepo, tuikatae kwa sababu tayari imeshaingia katika kanisa, katika mwili wa Kristo. Mungu akubariki sana. Jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Masawe. Nakupenda. Shalom.